hii itajengwa na fedha ya ndani. Fedha ya serikali ya mapato ya kodi zetu na kodi za Watanzania, chanzo cha uhakika, ndio tutakuja kujenga barabara yetu. Toka tarehe 10 mwezi Juni, mkataba umesha sainiwa, uthamini umekwisha kufanyika, na uthamini huo umeonyesha barabara hii itakuwa na culvert zaidi ya 154 kuhakikisha maji yanapita kutoka upande mmoja kwenda mwingine bila kuharibu barabara yetu. Madaraja madogo madogo 16, madaraja makubwa 2, taa za barabarani 240 kuanzia Litakwasi ya Udini, ni mwanga tu usiku, mpaka unakwenda Mpitini ni mwanga tu. Vijiji vyote mpaka unakwenda na Matui ni mwanga tu. Yaani barabara nzima Makwaya mpaka unaingia Mukuru, Mkayukayu, huko vijijini ni mwanga tu. Tutakuwa na uwezo hata wa kufanya biashara zetu usiku, kwa sababu barabara itakuwa iko busy. Kwa hiyo shughuli za uchumi zinaweza kufanyika. Tumeambiwa hapa barabara hii inataka kujengwa kwa ubora utakaodumu kwa miaka 20 na itawekwa lami nzito, na sababu ya kuweka lami nzito ni kwa kuwa hata barabara hii itakuwa inafungua uchumi wa makaa ya mawe yanayotokea njia ya Mukuru. Lakini barabara hii inaenda kutuunganisha na jambo jingine kubwa. Ndugu zangu wanaperamio, wanatakwasi, ninawaambia ni vikao vya hivi karibuni ndani ya serikali tumelizia uwekezaji mkubwa wa kiwanda cha sukari pale Mukuru. Kwa hiyo leo tunaweka saini, tunakabidhiana mradi wa barabara. Muda mfupi ujao tutakuja kukabidhiana mradi mkubwa mwingine wa ujenzi wa kiwanda cha sukari. Sukari, miwa itapita kwenye barabara hii. Hebu angalieni serikali hii ilivyo na mapenzi kwa wananchi wa jimbo la Peramiho, wananchi wa jimbo la Songea, wananchi wa mkoa wa Ruvuma. Oktoba tunafanya nini? Unaenda kuchagua nini sasa? Kama sio unachagua barabara, unachagua mbolea, unachagua mbegu, unachagua kiwanda cha sukari. Shazia kutembea kwenye lami wewe. Naendelea kufungua umuhimu wa barabara yetu. Lakini imeelezwa hapa, onyesha karibu magari zaidi ya 300 yamekuwa yakitumia njia hii, makubwa kwa madogo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ameeleza barabara hii inatuunganisha na jirani zetu wa Msumbiji, lakini ni njia fupi kuelekea Afrika ya Kusini. Msishangae baada ya kuweka lami, mabasi yanayotoka Afrika Kusini kutaka kwenda Dar es Salaam yakapita hapa Litakwasi. Hapa mzoefu, ana uwezo mkubwa, sasa anashughulika na makaratasi tu ya benki. Basi afanye haraka. Sisi tunatamani kuona vitu vinaanza. Meneja, utafanya nini wewe? Utatusaidia. Juma mwaogo msengu sana. Mumsengu hapa mwaoa. Mwensengu sarepi shughuli yale Lui Buhavi. Kabisa. Muhavi igana lepi maendeleo pabili mapa. Kihume
kutali tuko mirugendu tiketi hinu tikili na kinu tikili atiki Samia bayitu aba balongi Chingereza naje hinu tukubajowe Chingereza chitu timanyana mbina ya rupa mitomoni Dr. Samia oye! Mheshimiwa Rais wetu oye! Barabara yetu ya kwenda Mitomoni oye! Anaweza rais wetu hawezi? Tutatiki mwezi Oktoba kumpa kura, hatutiki. Tutatoa, hatutoi. Vigelegele na makofi na vigelegele na makofi, vigelegele na makofi na makofi na makofi. Dr. Samia oye! Oye! Oktoba tunafanya nini? Oktoba tunafanya nini? Na tunatiki kwa nani? Kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia oye! Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mara zote ahadi zake huwa za kweli. Leo hii tumeshuhudia taarifa tuliyoipata hapa ya ujenzi wa barabara hii ya Likuifusi Mkenda mpaka pale katikati kwenye kilomita 60. Ndugu zangu, sio haba. Mwanzo wa hatua ya safari inaanza. Na mara nyingi tunasema kawia ufike. Ninyi wananchi mmekawia, lakini mtafika. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anatujali wanaruvuma. Leo sehemu ya mradi huu ni kati ya miradi mingine mingi inayotekelezwa ndani ya mkoa wetu. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi tuendelea kushuhudia utekelezaji wa ilani unavyoenda kwa kasi. Tumpigie makofi mengi Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama wa watu anahangaika, anapita kwa Watanzania huku na kule. Nyinyi mnajua, mnafuatilia. Juzi jana na leo yuko Mwanza. Anafanya kazi kubwa sana ya kutembelea miradi na kufungua na kuzindua miradi mikubwa ya kimkakati. Bado tunaendelea kunufaika na miradi ya huku kwetu. Mama Samia kwa kweli anaupiga mwingi. Tuseme wote, Mama Samia anaupiga mwingi. Ndugu zangu wana wilaya Songea na mkoa wa Ruvuma, nichukue fursa hii nimshukuru sana Mheshimiwa Mbunge Jenista Mhagama. Sisi tumemuita jina la Malkia, na wala hii haina tatizo. Kuna tatizo lolote? Malkia kwa nini? Kwa sababu tunaona ana malezi mazuri kwa watoto wake. Sasa huyu Malkia haipaswi kumwacha, na Malkia mara nyingi huwa hachaguliwi. Malkia anateuliwa, au sio? Sasa Mungu kupitia sisi ameshateuliwa kwa Malkia. Nyinyi mwezi Oktoba mnathibitisha uteuzi, au sio? CCM oye!